Jeshi la Polisi mkoa wa Geita linawashikilia watu watatu ambao walikamatwa wakiwa na gramu 3263.72 za dhahabu zenye thamani ya shilingi milioni 749,509,531 na senti 94 ambazo walikuwa wakizisafirisha kwa magendo yenye thamani ya shilingi hizo nilizotaja hapo kwa njia ya barabara kinyume cha sheria wakitumia gari Toyota Premio namba T 739 EEH mali ya Emmanuel Kidenya mkazi wa Kahama Shinyanga. Waliokamatwa ni Yohana Idama miaka 34 mkazi wa Nyamhongolo wilaya ya Ilemela mkoa wa Mwanza, Moshi Manzili miaka 26 mkazi wa Bariadi Simiyu, na Hamidu Salum miaka 25 mkazi wa Nyasubi wilaya ya Kahama mkoa wa Shinyanga. Watuhumiwa wamekamatwa Machi 24 mwaka 2025 majira saa 5 usiku katika mtaa wa Kapera wilayani Bukombe baada ya jeshi la polisi kupata taarifa za siri na kuweka mtego ambao ulifanikisha kukamata watuhumiwa hawa. Baada ya upekuzi katika gari kufanyika, walikuta wakiwa na kiasi hicho cha dhahabu kilichokuwa kimefichwa katika gari tajwa. Uchunguzi wa tukio hili kwa kushirikiana na taasisi nyingine unaendelea ili kuwabaini wahusika wengine waliohusika na tukio hili ili kuweza kuwafikisha mbele ya sheria. Kwa hiyo lilikuwa ni tukio la tarehe 24. Tunathibitisha pia kwamba mnamo tarehe 23 majira saa 12 jioni katika kitongoji cha Igwamanoni kijiji cha Kakoyoyo wilayani Bukombe, mtoto mmoja anaitwa Ibrahim Masumbuko miaka 9 mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Kakoyoyo alifariki dunia kwa kupigwa na radi, ambayo pia iliwajeruhi Kurwa Masumbuko miaka 11 mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule tajwa hapo juu, na Isaka Masumbuko mwenye miaka 3 wote kutoka familia ya Masumbuko Rushona. Ikumbuke kwamba katika tarehe tajwa ilinyesha mvua kubwa iliyoambatana na radi, ambapo watoto hawa baada ya kuona mvua kubwa hiyo walikuwa wamekimbia kurudi nyumbani, na watoto hao walikuwa katika shamba la mpunga wakiwinda ndege, lakini walivyoona kwamba mvua imezidi ilikuwa inaambatana na radi walikimbia, lakini wakiwa njiani ndio tukio hilo kubwa likawapata. Huyo mmoja akawa amepoteza maisha na hawa wengine wote walipelekwa hospitali na kupatiwa matibabu, lakini huyu mwili tayari umeshakabidhiwa kwa familia yake kwa ajili ya mazishi. Basi jeshi la polisi linapenda kutoa tahadhari kwa wananchi haswa katika kipindi hichi cha mvua kali ambazo zinaambatana na radi, wawe wanajichunga haswa wanapokuwa wako katika mazingira kama hayo, mazingira miti mirefu, ili kuweza kulinda uhai wao.